Morning Sky. Naam, tunaendelea na tuko pamoja. Morning Sky ndio hii. Kama wajiunga nasi, karibu sana. ZIC ndio washirika wetu ambao wanasababisha asubuhi ya leo iwe njema zaidi sana. Na huu ni wakati wa kuzungumza kwa pamoja kile ambacho tunajaribu kuweza kuzungumza na wewe. Na kikubwa zaidi leo tunataka kuweza kugusia kuhusu hali ya usafirishaji wa bodaboda ama pikipiki maarufu kama bodaboda pamoja na bajaji katika mkoa wa Dodoma. Hiki tunaweza kuzungumza, inawezekana pia hata katika mkoa wako kipo. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kuchukua, kwa sababu nia na madhumuni asubuhi hii kuweza kupata elimu zaidi. Niko na Isa Rashidi Swai, makamu mwenyekiti wa madereva wa pikipiki na madereva wa pikipiki na bajaji jijini Dodoma. Karibu sana bwana. Asante sana. Habari ya asubuhi. Safi mko. Kwema kabisa. Fresh kabisa. Vile vile niko na si mwingine ni Kolabu Msuya, yeye ni mwenyekiti wa bodaboda katika eneo la Majengo. Karibu sana. Asante. Safi. Habari ya asubuhi. Salama. Sawa. Nataka kuweza kufahamu vitu tofauti kuhusu katika hali ya usafirishaji. Kwanza nianze na makamu mwenyekiti, aweze kutuambia kwamba hali ya usafirishaji ikoje katika jiji la Dodoma katika upande wa bajaji pamoja na boda. Kwa nilivyosema usafirishaji, kuna mwingine anajua kwamba paka magari. Sisi tuko kwenye bajaji na boda. Hali ikoje makamu mwenyekiti? Nashukuru sana ndugu mtangazaji na kwa kipindi kizuri na kipindi ambacho nadhani ya kwamba kuja kujua kwamba hali ya usafiri wa bodaboda na bajaji ni maarufu kwa jina hilo hapo jijini Dodoma. Ndio. Mimi nipende kusema kwamba kikweli hali ya usafiri wa Dodoma katika mkoa wa Dodoma ni nzuri na tunafanya kazi zetu kwa utulivu na amani. Ndugu mtangazaji, kwa kweli hii sekta, niseme ni sekta ya usafirishaji. Ni sekta ambayo ni muhimu sana tukizingatia hata kwa taifa letu sio Dodoma tu. Kwa sababu ni sekta ambayo imechukua asilimia kubwa ya vijana wengi ambao wanatoka kuanzia form 4 hata mpaka vyuo vikuu. Ndio. Kwa hiyo tafsiri ni nini? Ni sekta ambayo ni muhimu mno, au ni eneo ambalo ni nyeti sana kwa watu wengi, kwa sababu naweza ngasema kwamba moja hapo linasaidia hata serikali kwa kutoa abiria sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na vile vile ni eneo kubwa limetoa ajira kwa vijana wengi wa Kitanzania. Naweza ngasema kwanza ndugu mtangazaji. Sawa. Wanasema kwa Dodoma ni sehemu chache sana unaweza kukuta kwamba unapanda bodaboda kwa buku. Sehemu nyingi ni buku 500, buku 2 na kuendelea. Kwanza kuna ukweli kwenye kauli? Ndugu mtangazaji, ni kweli. Kwa sababu hii sekta sisi hatupangiwi bila na mamlaka husika. Sema LATRA kupanga viwango vya ya kwamba labda tukitoka hapa Majengo mpaka pale Sabasaba ni shilingi 1000 na iwe ndio iliyopita kisheria. Hapana. Ila huwa tunaelewana na abiria. Nyinyi mmepewa uwanja. Tumepewa uwanja, yani tujitane wenyewe tu. Okay, sawa. Ni kitu kizuri hiki. Changamoto gani ambayo mnakabiliana nao kama makamu mwenyekiti katika eneo hili, kwa sababu unausimamia mkoa? Nini changamoto ambayo unakabiliana nayo, na unadhani changamoto hii itaisha vipi kwa kushirikisha kina nani? Changamoto kwenye hii sekta zipo. Na kwa mkoa wa Dodoma, tunasema mkoa wa Dodoma tunashukuru Mungu, inapotokea changamoto huwa tunashirikisha mamlaka husika, na bahati nzuri huwa tunakaa vikao nao tunazitatua. Kwa mfano changamoto ya vijana wetu kuvunja sheria za barabarani, naona changamoto moja kubwa sana. Na changamoto nyingine hapa ni pale ambapo unakuta vijana wenzetu au vijana wetu pindi pale inapotokea tatizo wanahataki labda aliye afanye tatizo. Kwa mfano labda mwenzetu kagongwa
ajulikane kwamba makosa ni ya kwake au ni aliyemgonga. Lakini hata kama mtu amekugonga, kuna sheria za nchi. Kwa hiyo changamoto hiyo hapo ni changamoto moja kubwa sana ambayo kipindi cha nyuma hapo tumeshaikemea sana na kamanda RPC ambaye alikuwepo na vyombo vingine vya usalama hapa Dodoma. Ilitokea kwa mfano, ilitokea Mkonze, gari lilichomwa na baadaye nadhani kwamba mlisikia wenyewe ilichotokea, na bado kabidi tupite kila kituo au kila kata Mkonze kuwaelekeza vijana kushirikiana na serikali za mitaa na serikali za kata. Tunashukuru Mungu kwamba haya mambo tunavyoendelea kutoa elimu kwa vijana wetu, wanaendelea kuelewa kubadilika taratibu. Sawa. Kuna vijiwe ambavyo havijasajiliwa. Kwa nini nasema hivyo? Kuna maeneo ambayo wanapita naona kabisa kuna bango pale limeandikwa kwamba hiki ni kijiwe fulani maalum kwa ajili ya bodaboda. Sawa, namba fulani. Je, kuna vijiwe vingine ambavyo labda vimeanzishwa mtaani pasipo kusajiliwa? Kwa sababu kuna ile hali tu kwamba mtaa hujachangamka, mtaa huu watu wawili watatu tumenunua pikipiki zetu, tutapaki pale. Tunaanza pale kupaki kabla kuja hatujaenda kujisajili na kujitambulisha. Kwanza kuna maeneo ya namna hiyo ya kwanza, lakini ya pili, upi umuhimu wa kujitambulisha kwenye mamlaka kwamba na sisi tuna hiki kijiwe? Nashukuru ndugu mtangazaji, ni swali zuri. Kwa kweli vituo ambavyo havijasajiliwa ni vingi, ni vingi. Na mpango wa umoja kama umoja kushirikiana na mwenyekiti pamoja na kamati kuu na kamati zingine zote na viongozi wote wa vituo ambao wapo katika makata mengi ni kuhakikisha kwamba aswa Dodoma jiji yani vituo vyote vinakuwa registered, yani vinatambulika kisheria. Na kutambulika kisheria nadhani kwamba tunaanza kwenye ngazi ya mtaa, na bahati nzuri na mimi kule serikali ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo ina maana kwamba wanapotaka kusajili sehemu kwamba watu wamenunua pikipiki zao au wamepewa mikataba, wapo 3-4, tafsiri yake maana wanakuja kwenye serikali ya mtaa, na serikali ya mtaa inachukua jukumu la kwenda kuangalia ile eneo ambapo atakayeka kituo, je, alitaleta madhara kwa watu wengine au usumbufu. Na tukibaini ya kwamba kuna usumbufu, tafsiri yake ni nini? Serikali ya mtaa haiwezi ikaruhusu ya kwamba mfungue nini kituo hapa, aidha labda kwenye frame za watu, labda frame ziko mbele lakini hawataka kituo hapa, ina maana kwamba ni ngumu kuruhusu. Ni lazima kwamba otherwise labda wakae na yule mwenye au mwenye frame, kama atakubaliana kwa kituo pale tutawaruhusu. Sawa. Na kituo nafikiri kuna taratibu kwamba ili kikiwe kituo cha bodaboda kunahitajika watu kuanzia wangapi? Nashukuru ndugu mtangazaji, ili kituo kama ni kituo kinaanzia watu 5 na kuendelea. Kwa hiyo kwenye idadi ya kuendelea na wenyewe naviona kwamba manaki pale wanakuwa na miongozo yao ya kisheria, wanakuwa na katiba yao na taratibu zao. Kwa kila kituo kina katiba zake na taratibu zake. Kina katiba yake namna kuiongoza wao pale. Lakini obviously kuna katiba ambayo ni ya mkoa mzima. Sawa. Ambayo kwamba umoja mkoa wa Dodoma ukitoa masharti ni wilaya zote mtafuata hivyo. Watafuata taratibu hizo hapo. Na ndugu mtangazaji, kusajili hivi vituo ni sera nzuri sana ambayo serikali ilikuja nayo, kwa sababu hii sekta imetambuliwa nadhani 2012 kisheria na ikapitishwa sheria bungeni kama sikosei hapo. Ikawa ni sekta ikahalalishwa kuwa rasmi sheria. Na ndio maana ikawekewa sheria, kwa sababu huwezi kuendesha kitu bila sheria. Kusajili vituo moja kwenye kazi yetu, wapo watu wengi ambao wanakuja kwa njia wanafanya biashara ya usafirishaji abiria, lakini wanakuwa na mazumuni mengine yao wenyewe, kuharibia wale watu ambao ni wasafi. Na ndio maana tunasema kwamba tupate idadi ya kila kituo, kuna watu wangapi. Ndio maana kule kuna mwenyekiti, katibu na mhasibu, watu 3. Tafsiri yake nini? Anavyokuja mtu, na uzuri mmoja hata mamlaka za kiusalama wanatuambia kwamba anavyokuja mtu ni lazima aje na barua ya mwenyekiti ya kumtambulisha ya kwamba huyu mtu namfahamu, yuko mtaani kwangu, ubalozi fulani na ni mtu mwema. Kwa sababu unaweza kuchukua mtu au kupokea mtu ambaye bakafanya matukio sehemu fulani kuja katika eneo lako ambayo ambayo sio kama ni afya kwa kituo cha Sawa.
Mtazamaji, tunagusia kuhusu usafirishaji na usalama wake katika bodaboda pamoja na bajaji. Umemtazama na kumsikiliza vizuri Isa Ramadhani Swai, yeye ni makamu mwenyekiti Isa Rashid Swai, yeye ni makamu mwenyekiti wa madereva wa pikipiki na bajaji katika mkoa wa Dodoma. Nafasi kubwa zaidi, na umemsikiliza kile ambacho kinaendelea kufanyika. Nizungumze na Kolabo Msuya. Hivi nini maana ya UMAPIDO? UMAPIDO ni umoja wa wasafirishaji au umoja wa pikipiki na bajaji mkoa wa Dodoma. Okay. Ni kifupi cha UMAPIDO. UMAPIDO. Sawa. Kujiunga kwenye huu umoja unahitajika kuwa na sifa zipi? Na nikiwa namaanisha kwamba ni lazima katika umoja huo unapojiunga ni lazima wewe uwe unamiliki chombo cha moto, nikiwa namaanisha kwamba ni cha kwako, au ni dereva tu ndo anapaswa aweze kuingia katika umoja huu? Sifa za kujiunga, kwanza lazima uwe mwanachama, yani kwa mfano uwe kwenye chama, uwe unamiliki chombo cha moto kama bajaji au bodaboda. Lakini pili, sio lazima chombo kiwe cha kwako wewe, hata kama una chombo cha mkataba, lakini una sifa kwamba unaendesha, yani uafisa, kwa sababu si tunaitwa maafisa usafirishaji. Kwa hiyo kwa usafirishaji yoyote yule, huo kwenye bajaji ama bodaboda, unaruhusiwa kwenda, yani una sifa ya kwenda kujiunga katika hiki chama. Sawa. Sehemu kubwa ambayo naona ni mwenyekiti wa bodaboda katika eneo la Majengo. Na Majengo ni mjini. Dodoma ukisema Majengo ni town kabisa. Changamoto zipi ambazo unapitia kwa nafasi ulionayo kwa kuongoza hawa ambao wako chini yako? Kwa kweli changamoto ni nyingi sana. Na haswa ukizingatia kwamba hapa tuko katika, tunaweza kusema kwenye kitovu cha mji, kwa sababu kuna soko hapa, kuna nini, kuna maduka ya jumla na nini. Sasa changamoto za hapa ni kubwa na ni nyingi, ila huwa tunazitatua kwa kushirikiana na viongozi wenzangu. Kwa mfano, unaweza ukakuta, nyingine ashazieleza hapo makamu mwenyekiti, unaweza ukakuta wa vijue bubu. Pia sio vijue bubu tu, zipo paka bodaboda bubu. Bodaboda bubu tunaziita bodaboda bubu kwa sababu ni wale wanaofanya kazi ya bodaboda, hali ya kuwa pikipiki zao haziruhusu, yaani na plate number za njano, lakini anafanya kazi ya bodaboda na wale na private. Wakati bodaboda zote au bajaji atakuwa, kama unataka kufanya hiyo kazi inatakiwa iwe commercial, yani uwe na plate number nyeupe. Ambao kwenye kadi inakuwa ni commercial. Sasa kunaanzia hiyo, kuna vituo bubu, lakini pia kuna bajaji na bodaboda. Bajaji sio sana. Kuna bodaboda bubu ndo nyingi. Bajaji mimi sijawahi kuziona kwa kweli. Kuna gharama gani kufanya kwamba chombo chako ambacho unataka kufanya cha usafirishaji utaki kukirasimisha kiende katika eneo la usafirishaji, lakini umekirasimisha katika matumizi ya kawaida? Ndio nafikiri ndio maana utofauti wa hizo namba. Kuna gharama yoyote kwamba ukitaka bodaboda yako ina plate number nyeupe ionekane kwamba hii ni ya kusafirisha, ni lazima ulipe kiasi hiki, na ukinunua bodaboda ukaweka plate number ya matumizi ya kikawaida ulipi? Utofauti uko wapi? Tofauti yake ni kwamba kama bodaboda yako ni private, hulipi leseni ya usafirishaji. Maana kuna leseni ya usafirishaji kutoka LATRA ambao ni 17,500. Unailipa kila baada ya muda gani? Kila baada ya mwaka mmoja. Kila baada ya mwaka? 17,500. Lakini kuna watu pia, lakini pia kuna faini. Kuna watu hawalipi. Yani kwa hivi tunavyozungumza, watu ambao waliolipa, yani bodaboda kwa mkoa wa Dodoma zipo 10,000 na, yani tuseme tuwakimbilia kwenye 17,000, 18. Bajaji ni zaidi ya, yani bodaboda ni zaidi ya 18,000 kwa sasa. Bajaji ni zaidi ya 6,000. Hizo zilizoko ndani ya katikati ya jiji la Dodoma. Ya tukachukulia kwamba zilizoko kwa Dodoma, kwa yote Dodoma yote zaidi ya 42,000 katika mkoa wa Dodoma. Ila sasa ukachukulia sasa waliolipa LATRA ni 35%. Kwa nini? Wengi wamekuwa wana mwamko wa kulipa.
kwa sababu tu yani washajichukulia kwamba ni unaenda kwa nini nikalipe. Kwa hiyo kunahitajika elimu kubwa kwamba unapoenda kulipa LATRA unachangia mapato ya serikali, lakini pia na wewe mwenyewe unaepuka usumbufu ule wa kukamatwa ovyo, kwa sababu ukachukulia, mimi huwa nawapa sana elimu hasa kijueni kwangu hapa. Ambia nusu ni heri nusu shari kuliko shari kamili. Ukaenda kulipa LATRA ni 17,500, ukaenda kulipa kwa hiari. Ukaenda kwa umechelewa ni 24,500 kwa sababu tayari kuna penalty ya 7,000. Ukiwa umechelewa hapo twende taratibu kwa sababu ndio maeneo muhimu. Ukiwa umechelewa kwa muda gani? Kwa sababu nafikiri mwaka unasema unaenda kulipa LATRA baada kwa mfano umenunua pikipiki mwezi wa 10, umenunua pikipiki mwezi wa 10. Ndiyo. Umeanza kufanya biashara bila, yani kinyume cha sheria tunaweza kusema, umeanza kufanya biashara bila leseni ya biashara. Umefanya labda paka mwezi wa 12 umeamua ngoja niende LATRA nikalipe. Ukienda pale wanaangalia chombo chako kimenunuliwa muda gani na kimesha tumika muda gani. Kwa hiyo kama kimenunuliwa mwezi wa 10 ni mwezi wa 12 lazima ulipe faini shilingi 7,000. Lakini ukanunua chombo chako leo ukaenda kulipia ndani ya huu mwezi unalipa 17,500 peke yake. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, sasa wakikukamata hapo hujaenda mwenyewe. Ukakamatwa na wale wanaopita wanakamata kwenye baadhi ya maeneo ya jiji. Ukakamatwa na wale, ukifikishwa pale unalipia 25,000 ya faini na 17,500 ya kupata leseni. Kwa tunasema zinakutoka. Kwa hiyo zinakutoka. Kwa hiyo ukaangalia faini ya kukamatwa inazidi ile ada ambayo ungetakuwa ulipe kupata leseni. Sasa ndio maana mimi natoa wito sana kwa maafisa usafirishaji wenzangu wote kwamba kwanza hizo pikipiki zetu wakati tunaenda kuzinunua basi tujitahidi tununue iwe kadi yake iwe ni commercial, kwa sababu kule inatoka wewe unavyotaka. Ile pikipiki ukienda haijasajiliwa dukani, haina plate number. Kwa hiyo ndio unayosema unaulizwa matumizi yake, wewe ndio unayosema private au commercial. Ukitaka private basi ifanyie kazi ya private. Ukitaka commercial itoke kwa namba ya commercial, ukitoka nenda kukata leseni ya usafirishaji LATRA, kata bima, kata vitu vyote vinavyohitajika, ingia barabarani kwa salama na safi. Hata ukinunua kwa kusema kwamba ni matumizi ya kawaida sio ya kibiashara, bado unalipa kodi ile au kodi inakuwa imepungua kidogo? Kwa matumizi ya kawaida private huwa haikatiwi kodi ya LATRA. Hilo natakuwa tu ukate bima na vitu vingine. Lakini LATRA ni kwa ajili, leseni za LATRA ni kwa ajili ya usafirishaji. Okay. Sawa sawa. Unadhani una dukuduku gani la kuiambia mamlaka au kuambia jamii katika swala zima la usafirishaji na kuheshimu ile kazi yenu ambayo mnayo? Kwa kweli mimi wito wangu kwa wasafirishaji wote, maafisa wa usafirishaji wote, kwanza katika jiji la Dodoma, kwanza tutii sheria za usalama barabarani. Naona hapa kwanza tulikuwa na mkutano mwezi wa 9 na mkuu wa mkoa na wadau wengine wa usafirishaji. Tulifanikisha kile kikao na tulimuomba kwamba tupatiwe muda, yani tupatiwe nafasi ya kupeleka vijana wetu wa maafisa usafirishaji ambao wana leseni kwenda VETA kusoma kwa ajili ya kupata leseni na kujua sheria za usalama barabarani. Kwa ile nafasi tuliipata na mpaka sasa hivi tunaendelea kuitumia, tunaendelea kuandikisha watu kwa ajili ya kuanza kwa mafunzo. Na nafikiri hilo atakuja kuliongelea vizuri makamu mwenyekiti, lakini mafunzo yataanza hivi karibuni. Nafikiri ndani ya hii wiki ama wiki inayoanza hiyo. Kwa hiyo hilo kwa kweli tunalishukuru na tumeona mwamko sio mkubwa sana. Imeenda inasuasua kwa sababu labda ya uchumi na nini. Lakini bado tunaendelea kutoa elimu kwa kuna ada ya kuingia katika mafunzo. Maki mzungumza kwamba inawezekana kawa changamoto hakuja changamka. Hata ipo na ndio haswa ninachosemea hapo kwamba huenda ikawa pia ni sababu moja hapo, kwa sababu ada ni 30,000, form ni shilingi 2,000. Kwa hiyo ni 32,000. Ambao hiyo unapata cheti.
Baada ya kutoka hapo sasa ndo kutakuwa na leseni, yaani tutatoa sasa hela ya kwenda kupata leseni baada ya kuwa na cheti. Okay. Huwa mnafanya mafunzo ya namna hii au kwa mwaka huu mmekaa mkaona changamoto zilizonazo, hebu tupige semina hii? Tumekaa kwa huu mwaka tukaona kwamba changamoto za usalama barabarani hasa kwa maafisa ya usafirishaji wengi zimekuwa kubwa. Kwa mfano kama hilo makamu alishaongea hapo kwamba unakuta mtu amepata ajali, labda bodaboda amegonga gari au kagongwa na gari, wanachukua sheria mkononi, wanaamua kuchoma ile gari moto, ambao ni kinyume cha sheria. Uruhusiwi kuharibu mali kwa namna yoyote ile, fuata taratibu za sheria kwa mujibu wa nchi. Sasa tumeona hizi changamoto zinazidi kuwa kubwa, lakini tukagundua kwamba ufahamu, yani elimu ndio ndogo kwa sisi, kwa baadhi ya maafisa ya usafirishaji. Ndio maana hali kama hizi zinajitokeza. Ndio maana tukaomba tuweze kupatiwa nafasi ya kupeleka maafisa ya usafirishaji waweze kupata mafunzo kuhusiana na uendeshaji, lakini pia alama za barabarani na sheria za nchi pia, maana ukafahamu sheria pia itakusaidia katika kuchukua maamuzi. Kwa hiyo tumepata hii nafasi na tutaitumia, lakini pia kupitia kipindi hichi niendelee kuwaomba sana wajitokeze kwa wingi, kwani hakika hizi nafasi huwa hazirudii. Inaweza kujitokeza mara moja hivi, ikaja tena ikatokea baada ya miaka 2 mitatu, na pale gharama zake ni ndogo, tofauti na kusoma pale. Kwa hiyo kusoma katika huu mpango tulioomba tukakubaliwa yani chini ya nusu ya ada ya VETA. Ada ya VETA ni 70,000 ukaenda kusoma tu wewe kama wewe, lakini kupitia huu mpango ni 30,000. Kwa hiyo kuna 40,000 hapo unaiokoa. Kwa hiyo natoa wito sana kwa madereva wenzangu, kwa wale ambao bado hawajapata mafunzo wakapata vyeti na leseni, wajitokeze katika muda mchache uliosalia, kwani hakika ni fursa kubwa, watakuja kuikumbuka baadaye kama hawatabahatika. Na hili swali nafikiri wewe linaweza likakufaa sana, japo pia makamu mwenyekiti nitamuuliza, lakini kwa wewe kwa sababu uko mjini, unadhani mamlaka zinawasaidia kwa kiasi kikubwa mfikie matamanio mlionayo, au mamlaka za mji zimekuwa zikiwasumbua na kuwanyima raha, na wakati mwingine wanasema yani wangejua hao watu, yani basi unajua wewe unafanya kazi na manunguniko kweli kweli? Na urafiki na ukaribu na undugu kiasi hicho, au bado hali haijawa nzuri? Hapa ndo nakutazama bwana. Asante. Nashukuru sana kwa swali zuri sana hilo. Kwa kweli hizi mamlaka zimekuwa ni marafiki zetu sana. Ni watu wa karibu. Yaani sisi tuseme ni wadau wa maendeleo kwa upande wetu sisi bodaboda na bajaji. Sisi wenyewe tu baadhi ya maafisa wa usafirishaji ndio wamekuwa wakorofi, lakini hizi mamlaka zote kuanzia jeshi la polisi, ukaja LATRA, yani sekta zote hizi ambazo ni wadau wa usafirishaji, tupo nao kitu kimoja sana. Sisi tu baadhi ya maafisa wa usafirishaji ndio wamekuwa na vichwa vigumu na kuvunja sheria na nini na kukaidi pale wanapoambiwa vaa helmet, mtu hataki, na hiyo pia ni kwa afya yako wewe. Kakate LATRA kama hivyo, mtu hataki paka afukuzane na nani na wale wapigambo wa LATRA, kama tu upeleko kule ukapigwa faini. Kata leseni, mtu anafanya kazi gani bwana? Kwa hiyo changamoto zipo, na ndio nakwambia kwamba katikati ya mji hapa changamoto ni kubwa. Alafu kuto kujua sheria nako kunachangia sana ajali za barabarani. Utakuta mtu anaendesha bajaji au bodaboda, lakini siku zote, yani mimi nasema kwamba siku zote tunajaribu sana kuwapa elimu wenzangu tupunguze haraka, maana watu wakuta mtu anaweza kuja akakuta kuna poleni, anataka apite tu, analazimisha kupita mara kushoto mara kulia, yani yeye anataka njia muda wote wewe inamruhusu tu. Akifika kwenye matata kama taa nyekundu imewaka anataka avuke. Sasa wengi wamepata ajali kutokana na hizi haraka. Pia tujaribu sana kupunguza haraka. Sawa bodaboda ni usafiri wa haraka, lakini tusichukulia haraka hiyo basi. Haraka iwepo, lakini kuwepo na usalama kwanza. Bwana Kolabo Msuya ambaye ni mwenyekiti wa bodaboda katika eneo la Majengo anakuambia haraka inaweza kukuharakisha.
Hiyo ndo tafsiri yake. Nitarudi kuweza kumalizana naye, lakini kwa sasa Isa Rashid Msuya ambaye ni makamu mwenyekiti wa madereva na pikipiki na bajaji katika mkoa wa Dodoma. Mafunzo ambayo huwa yanatolewa tunashuhudia wakati mwingine. Kwenye mikoa mingine nimeshuhudia. Nafikiri hata hapa pia mnaweza mkao mnafanya kwamba mamlaka husika kama polisi usalama barabarani wanakusanya bodaboda kwa pamoja, mnakaa pamoja, mnapewa seminar, mnapewa hivyo vitu na labda na vyeti huwa vinatokea vitu vya namna hiyo. Vimewasaidia kwa kiasi gani kufanya sekta yenu izidi kuwa imara? Na shukuru ndugu mtangazaji. Mimi nikiri kusema kwamba ni kweli mafunzo tunafanya, nadhani ya kwamba mwenyekiti wetu kushirikiana na kamati yake sisi hapa msaidizi wake tu jaribu kutafuta hiyo nani chuo weeding institute driving school pale vijana hadi tutembea kata hadi kata zote hadi kata za wilaya Dodoma mjini hapa kwanza, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata mafunzo elimu ya usalama barabarani na kujua sheria za barabarani. Nashukuru Mungu hilo hapo tulifanya. Na vile vile sasa hivi kama alivyosema kiongozi mwenzangu hapo, kwa kweli kuna hiyo fursa ya VETA, ya mafunzo VETA, na ni matunda ya kikao tulichokaa na mkuu wa mkoa. Nadhani ya kwamba kikatokea hayo, lakini kuna mchango kidogo kama alivyosema ndugu yangu hapo ambao ni shilingi 30 ada na hiyo 2000 ya fomu. Na mimi ninachoomba kukazia hapa kwamba maafisa wenzangu, ninaomba kwamba elimu ya usalama barabarani ni muhimu mno kuliko kingine kitu chochote. Kwa sababu moja, tunapakia watu mbalimbali, tunapakia watoto saa nyingine wanafunzi, tunapakia viongozi wa serikali, tunapakia watumishi mbalimbali. Mimi niseme kwamba ni heshima kubwa sana, kwa sababu saa nyingine unapakia hata mkurugenzi wa taasisi yoyote, ina maana kwamba japo mjui. Ndio maana hii elimu kwamba mwenyekiti wetu pamoja na sisi tunapambana kuhakikisha kwamba vijana wetu au madereva wetu wanaenda kupata elimu ya barabarani, na ni namna gani ya kumkea mteja, namna gani atakaa. Nadhani kwamba kwa kwenye kipengele cha elimu kwa kweli tutaendelea na tutaendelea kutafuta wadau wengine mbalimbali kwa ajili ya kusaidia mkoa wa Dodoma, hasa jiji la Dodoma, madereva wenzetu waweze kupata elimu sahihi ya barabarani. Katika elimu ambayo mnatoa, huwa mnakumbuka kuhamasisha kuhusu usafi binafsi? Yaani wewe dereva lazima uwe msafi, usijichukulie kawaida, kwa sababu ni madereva wachache, sio wote ambao wanatumia vyombo vya usafiri. Tunashuhudia ni madereva wachache sana wa boda na bajaji unamkuta yuko smart. Sawa? Yani yuko smart, utadhani kwamba hausiki na hii shughuli. Na jaribu kutafuta neno zuri hivi lakini nalikosa, ila tunaotumia wote tunaelewa. Alafu kuna wengi unaweza kukutana nao ukajiuliza aisee, sasa hapa napandaje yani? Yani wewe mwenyewe ukimsogelea tunaona hii shughuli hii bwana, acha tu nitembee kwa mguu, kwa sababu hali yake tunatamani kwenda, lakini hali jinsi alivyo hayuko smart, hakuvutii wewe kuweza kutumia chombo chake. Nataka kufahamu huwa mnatoa pia na hii elimu kwa bwana, hebu hakikisha bwana unaoga vizuri, hakikisha unafua nguo yako, hakikisha unapiga mswaki. Inawezekana kwa ni vitu vidogo sana, lakini ndio vitu ambavyo vinanisababisha mimi nitoe 2000 yangu nipande chombo chako. Hivi vitu mnaangalia au mnasema tu hakikisha taa nyekundu nasimama, taa hii pita, hakikisha unavaa kofia? Hili mnaliangalia? Nashukuru ndugu mtangazaji. Nashukuru sana kwa swali zuri. Mafunzo yote ambayo yanatolewa VETA hasa kwa madereva ni lazima wajue namna gani ya kumkea mteja. Mojawapo ya swala la usafi ni kipengele muhimu sana ambacho tunafundishwa. Na bahati nzuri mafunzo yote wanahudhuriaga VETA na viweka ndani. Tafsiri yake ni nini? Ni lazima kwamba wewe kama wewe dereva, ile ni kazi inayotambulika kisheria. Ni lazima unavyoenda kazini uwe msafi, uoge, ujipulizie perfume vizuri, saa nyingine uvae jacket nzuri, mindako nzuri, na uvae viatu, sio kuvaa zile open shoes, hapana. Kwa sababu hata kuna mteja mwingine hivi namna gani wananinginiza siku hizi wananinginiza kwamba kutoka kaka kaeka vimegua, alafu saa nyingine na nyingine pikipiki yake chombo chake kimekuja kizuri kabisa, kando kwa kaondoa dashboard, kaondoa. Sasa hiyo kidogo hiyo tunapambana na hizo hali kiduku, yes kidogo tunapambana na hizo hali.
na kuwaelimisha ni vijana wenzetu, Watanzania wenzetu na hata jeshi la polisi. Tunawaelimisha taratibu kuwafundisha, kwa sababu nadhani ya kwamba mwisho wake tunaambia madhara yake ni nini. Na tunawaambia kwamba inavyotokea kwamba saa nyingine jeshi linachoka au vyombo vya usalama vinachoka kwa hali hii, au mamlaka zikichoka, ina maana kwamba tutaanza kuzilaumu bure. Kwa sababu tunavunja sheria ambazo tumeshafundisha, wanatufundisha kwanza, lakini unavyoenda kuvunja sheria mahali makusudi. Tafsiri yake ni nini? Utachukuliwa hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Huwa tunawaambia sana kwamba ni lazima pikipiki yako inakuja na side mirror, unang'oa side mirror. Je, nyuma unajogaje? Ina maana gari ikiwa inakuja ugeuke nyuma, umemchukua abiria. Na huyo abiria ambao unamchukua, ina maana siku nyingine hatopanda. Mimi huwa nikiwa kijiweni, saa nyingine nakuta kuna baadhi yao labda akishaona anakwambia bwana anakwambia bwana Isa akapakia. Kwa nini unaenda kupakia? Sasa nyingine kang'oa nini? Kwa nini unang'oa dashboard? Ina maana kwamba tayari pale unakosa nini? Unakosa abiria. Kwa ni kitu ambacho saa nyingine kwa kweli tunawaambia na tunawafundisha. Na hata pale kwenye umoja huwa sana mwenyekiti na jopo lake huwa kabisa tunajaribu kuwaambia kwenye magrupu yetu, tunajaribu na hata kwenye masala ya sasa tumeanzisha program moja ya kamati ya ulinzi ya umoja pale, ya kwamba kila kituo, kila kiongozi wa kituo hakikishe ambaye anafanya kazi ndani ya kituo hicho hapo, pikipiki zina setimira na hazijangolewa taa na wanavaa smart, kwa sababu hii ni kazi kama kazi nyingine. Nashukuru. Safi sana. Basi hiyo inakuwa inapendeza zaidi. Labda nijazie kidogo kwa huyu kwa makamu hapo. Ni kwamba hata yani sio mira tu. Hata sasa hivi pikipiki kanunuliwa leo, mtu anatoka nayo hapa dukani kwenda nayo nyumbani. Ikirudi hapa kesho unaikataa, unaambiwa namba F unaikataa. Imeng'olewa dashboard, imeng'olewa taa, imeng'olewa mira. Mtu anatoa taa ambayo dukani ukaenda unainunua kwa 12,000, anaenda kufunga tochi ambayo inauzwa 18,000 au 20,000. Sasa mimi nashangaa sana vijana kwamba yaani unatoa taa inayoona unaenda kufunga tochi na umulika sehemu moja hapa chini hivi. Alafu ile tochi inauzwa ghali zaidi. Hivi kweli tuko serious kujikwamua? Alafu pia labda nitoe wito kwa abiria. Kupitia kipindi chako cha Sky Morning, nitoe wito tu kwa abiria wetu, maana hata kipindi kilichopita tulitoa wito pia kwa abiria wetu kwamba unapofika, au kwa wananchi, unapofika katika vituo vya bodaboda vya pikipiki, angalia kwanza muonekano wa mtu amevaeje, angalia pikipiki yake ikoje. Ukakuta mtu ni mchafu, hajitambui, hawezi akakufikisha salama. Yaani kama hajitambui tu kwenye mwili wake, hawezi kujifanyia usafi. Je, chombo atakuwa na kijali? Alafu cha pili, angalia pikipiki yake kwenye mazingira gani. Ametoa mira, ametoa dashboard, ametoa taa. Kati ya hivyo vitu, yani pikipiki haijakamilika, usipande hiyo pikipiki. Wali hawa ndio wadau wetu sisi wasafirishaji. Kama hawa wataweza kutuhendo katika haya ninayosema, basi nafikiri tabia itakoma, kwa sababu watakaa vijoni, watakuwa wafanyi kazi, watagundua makosa yetu ni haya, watajirekebisha. Lakini abiria akija anapanda tu pikipiki na mira, ina mtu amevaa kiuni, amelewa, abiria anachotaka afikishwe. Sasa kwa hali hii utafikishwa salama kweli? Kwa hiyo nitoe wito sana kwa abiria zetu hawa. Wao ndo wadau wetu sisi wa maendeleo. Sawa. Nitoe sana wito kwao, wanapofika katika vijio wakatae wao wauni, baadhi ya wauni ambao wapo katika grupu la maafisa wa usafirishaji wanaotuharibia sifa za maafisa wa usafirishaji ambao ni wachache. Sawa. Na wengine wanaweza kukuta hata ndio wao tulikuwa tunasema na pikipiki na plate number za njano, hana kijio, yeye kazi yake kupita na koroga kwenye vijio. Kwa hiyo imekuwa changamoto kubwa sana kwetu. Sawa, makamu mwenyekiti, nataka wewe umalizie, nakupa dakika 2, lakini katika dakika 2 hili nataka unijibu kitu kimoja. Wakati mnaita mamlaka husika, mnakutana nazo na kufanya nao seminar, pia mnashirikisha wataalamu wa afya ya akili ili kuhakikisha kwamba nao wana nafasi yao kubwa. Umemsikia mzee kitu alichozungumza hapa, kwa sababu wakati mwingine pikipiki mpya lakini mtu ameng'oa, hilo ni tatizo tayari limeanza. Dakika 1 kabla ya kumaliza. Nashukuru mtangazaji. Hili swala la kuwashirikisha watu wa afya ya akili, nadhani ya kwamba
pale sento kuna kitengo hicho cha kuweka akili sana, huwa tunawashirikisha sana. Na nadhani kwamba kuna kipindi tulienda pale tukawashirikisha, wanatembea katika vituo mbalimbali kuelezea matatizo, changamoto ili tuweze kubadilika. Nadhani kwamba tunavyoenda kwa utaratibu wa kuwaelimisha na kuwafundisha, nadhani kwamba tutakuwa katika sehemu nzuri. Na jambo lingine nimalizia kwamba mimi nitoe wito tu, hii kazi ni kazi kama kazi nyingine, ni kazi ambayo inatambulika kisheria. Na mimi niwaombe katika kipindi hichi ambacho kinatazamwa na Watanzania wengi, sio Dodoma tu. Tunaelekea kwenye huu ni mwezi wa uchaguzi. Kama ni mwezi wa uchaguzi, na sisi maafisa usafirishaji ndio vijana ambao tuna miemko sana. Mimi niwaombe wote mkoa wa Dodoma mzima wasishiriki katika mambo ya kuvunja amani, kwa sababu amani hii tuliokuwa nayo ndio chanzo cha sisi kuendesha pikipiki barabarani. Amani tuliokuwa nayo ndio chanzo ambacho kinatupatia tuweze kukaa katika kipindi kama hichi hapa. Nashukuru sana mtangazaji. Sawa Bwana Isa Rashid Swai, makamu mwenyekiti wa madereva pikipiki na bajaji mkoa wa Dodoma. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia Bwana Kolabo Msuya, mwenyekiti wa bodaboda Majengo. Nawashukuru sana. Muda sio rafiki. Tutapata muda mwingine tutazungumza, kwa sababu usafirishaji una mambo mengi zaidi. ZIC tuko nao, mapumziko mafupi, tukirejea ni michezo na burudani. Morning Sky. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marpubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61